Captain Ibrahim Traore, mwana wa Afrika, simba wa Afrika, ameamua kubadilisha namna ya utawala ndani ya taifa la Burkina Faso na kufuata utawala ambao China inatawala nchi ya China, lakini pia na kufanya yale ambayo basi China imeweza kupiga hatua katika mambo yake kwenye utawala huu. Ndugu zangu, Afrika tunatumia utawala wa kidemokrasia. Utawala ambao tuliletewa. Tunaweza kusema pengine utawala wa kidemokrasia sio mbaya, isipokuwa umeangukia mikononi mwa watu wabaya. Afrika imekuwa hivi ilivyo ni kwa sababu ya demokrasia. Ndio maana mmewahi kumsikia Captain Ibrahim Traore akiongea kuwa Afrika mahali tulipo hatuhitaji demokrasia, ila tunahitaji mapinduzi. Hakumaanisha mapinduzi ya kijeshi, alimaanisha mapinduzi ya kiutawala. Kwa maana kwamba utawala ndio kila kitu. Chinua Achebe aliwahi kuongea kuwa leadership is everything. Unapokosa kuwa na uongozi mzuri, manake utaishia mahali ambapo Afrika imeishia. Maana huku tunaongozwa na mifumo ya kidemokrasia. Mifumo ambayo inamleta kiongozi madarakani miaka michache kutokana na katiba ya nchi husika, miaka 4, miaka 5 au miaka 7. Na baada ya hiyo miaka, akija kuingia kiongozi mwingine, anakuja na sera tofauti ambazo yule mtangulizi wake alitangulia, na hata wakati mwingine kuanza kumtukana na kumponda yule mtangulizi wake. Utafikiri ni watu wametoka mataifa mbalimbali. Demokrasia ndio imeweka sasa kumekuwa na vyama vya upinzani ndani ya mataifa ya Afrika. Na wapinzani watapinga. Aidha kiongozi huyu anafanya zuri au anafanya baya, wapinzani watapinga tu. Watapinga kujustify kuwa wao pia wana uwezo wa kutaka kuingia kwenye hiyo nafasi. Aidha huyo kiongozi aliyeko hapo anafanya mazuri au anafanya mabaya. Kama anafanya mabaya watapinga. Na akiingia kiongozi mwingine ambaye atafanya mazuri kuliko yule aliyekuwa anafanya mabaya, watapinga pia. Wataanza kumkumbuka yule kiongozi aliyekuwa anafanya mabaya. Lakini akiingia tena kiongozi mwingine anayefanya mabaya, wataanza kumsifu yule aliyekuwa anafanya mazuri. Ndipo mahali ambapo demokrasia imetufikisha. Haya mambo ndio ambayo sasa Ibrahim Traore ameyakataa. Na kuyakataa akaamua sasa kutumia mfumo wa China. Tunakumbuka Ibrahim Traore ameingia madarakani na kisheria ilibidi akae miaka 3. Yani serikali ya kijeshi ikae madarakani miaka 3, baada ya hapo arudishe utawala wa kiraia kwa raia. Lakini vijana, wananchi na wanaharakati mbalimbali waliandamana wakati ambapo alitakiwa arudishe huo utawala kwa raia. Maana hiyo 2024, yeye aliingia 2022 mwezi wa 8. Kwa ilibidi 2024 mwezi wa 8 aachilie madaraka. Lakini vijana waliingia wakaandamana, yakafanyika maandamano ndani ya Burkina Faso kuwa hapana, tunataka utawala wa kijeshi uendelee, kwa sababu wakawa wameonja mafanikio makubwa ndani ya miaka 3 kupitia utawala wa kijeshi chini ya Captain Ibrahim Traore. Wakasema tunaupa tena uendelee utawala, tuone ndani ya miaka 5 itakuwa. Na ndani ya miaka 5 ambayo ni 2025 wameona mageuzi makubwa sana, wameona matokeo makubwa sana katika nyanja mbalimbali. Kwa vijana hawa sasa ndio imebidi sasa wakutane na wanadiplomasia wa China kuwauliza wao wa China wenzetu wamewezaje kuweza kufanya China yao ifike pale mahali ilipofika. Manake sio kuwa watachukua kabisa ule utawala wa Kichina namna unavyotakiwa, kwa sababu kumbuke Burkina Faso ni ulimwengu mwingine na China ni ulimwengu mwingine. Lakini wanachomaanisha ni nini? Naomba nirudi nyuma kidogo kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye ndo alikuwa mtu wa kwanza kabisa kutambulisha mfumo unaojulikana kama African Socialism. Mfumo huu ambao ni wa kijamaa. Umeona? Yani ujamaa ule wa Kiafrika
Jambo ambalo kumbuka mwenyekiti huyu Julius Kambarage Nyerere walikuwa na urafiki mkubwa sana na mwenyekiti Mao Zedong. Wazungu wanapenda kumuita Mao Zedong. Kwa hiyo Wachina na wao pia wakauchukua huo mfumo wa kijamaa, lakini wao wakaita ni socialism with Chinese characteristics. Yaani ni ujamaa ambao umechanganyikana na zile hulka za Kichina, ndio maana yake. Sasa kwa nini Mwalimu akaita ni African socialism? Yaani maana yake ni ujamaa uliochanganyikana na hulka za Kiafrika. Yaani hatuwezi tukawa Wachina sisi. No, sisi ni Waafrika. Lakini tunataka tutumie mifumo ya kijamaa, na mifumo hii ambayo imechanganyikana na hulka au tabia za Kiafrika. Ndicho ambacho sasa Captain Ibrahim Traore anachokifanya. Na hawa vijana waliokutana na hawa diplomats kutokea China ndicho wanachokifanya. Kwa sababu ndugu zangu, ni mkumbuke, China hamna masuala ya uchaguzi. Watu wako bize kujenga nchi. China hamna masuala ya kupiga kampeni. Ni Afrika pekee ndio tutatumia mabilioni ya fedha ya pesa kwa ajili ya kampeni. Na ili hali tunajua kabisa kuwa nani ndo anaenda kutawala. Lakini watatumia, yani ni nature ya nchi za Kiafrika. Pesa ambazo zingetakiwa zichukuliwe zipelekwe kwenye maendeleo, zingetakiwa zichukuliwe kuendeleza mataifa ya Afrika, ndio pesa hizo zitaenda kwenye zitaingia kwenye kampeni. Nafikiri unanielewa nikisema hivyo. Alafu kampeni zenyewe zitapigwa, alafu mwisho wa siku anakuja kutangazwa mtu ambaye mlimtarajia kabisa, huyo ndio atakayekuja kuwa ni rais. Sasa swali linakuwa, kwa nini hizi pesa ambazo zimeenda kwenye kampeni, kwa nini zisingechukuliwa ziende zikafanya maendeleo? Ndio Wachina ambacho hawakifanyi sasa hicho, ambacho ndicho Ibrahim Traore ameamua kukichukua hicho kitu. Nataka unielewe vizuri hapa, kwa sababu sasa mimi nimeipenda. Na ukumbuke China inaongozwa na chama kimoja ambacho ni CCP. Chama hiki ambacho kilianzishwa mwaka wa 1921 ndani ya China. Na chama hiki kaja kupata umaarufu sana pale ambapo sasa alipokuja mwenyekiti Mao Zedong au Mao Zedong. Na baada ya pale, hiki hakikuwa tena chama cha siasa kama vilivyo vyama vingi huku Afrika. Sijui kuna KANU, sijui kuna ODM, kuna Chadema, kuna ACT Wazalendo, na kuna CCM, sijui kuna vyama, naongelea vyama mbalimbali vya mataifa ya Afrika. Sijui kuna chama hiki cha Afrika Kusini kinaitwaje hiki, cha kina Nelson Mandela hiki, nimekisahau jina. Lakini kuna EFF, umeona hiki cha bwana Julius no. Kwa hiyo sasa kwa pale China CCP sio chama kama vyama hivi vilivyoko huko Afrika. No. CCP pale kwa China ni mfumo. Wameugeuza kuwa mfumo wa Kichina, ambao mfumo huu ndio utakaotengeneza viongozi wanaokuja baadaye. Ndio maana China watu hawapigi kura. Ni cabinet inakaa. Wale maafisa ndani ya hiki chama cha CCP, Chinese Communism Party au Community Party, ndio wanaokaa, na wakikaa wanamchagua mtu ambaye yuko vizuri, yuko well trained kwenye masuala ya siasa, kwenye masuala ya kiuchumi, na ni wapi China inatakiwa kwenda. Kwa sababu wenzetu wanachokifanya ni kitu kimoja, hicho chama cha CCP wanachokifanya, wameweka maono chini ya miaka 100 mbeleni. Haijalishi ni nani atakayekuja kuingia, lazima align na haya maono. Ni mifumo ambayo hata Marekani wanaitumia, wanajiita viranja wa demokrasia, lakini ni waongo wakubwa. Wameanzisha hayo mademokrasia kuja kutuhadaa sisi huku. Marekani wana kitu ambacho wamekiweka, aingie wa chama hiki au aingie wa chama hiki, wote wataenda tofauti kabisa na Afrika. Afrika mtu alifanya, ameingia, amefanya haya na haya, alafu atakapokuja kuingia mwingine anaenda tofauti kabisa na kitu kingine. Yaani yeye anachukua mwelekeo mwingine, sio ule ambao yule mtangulizi wake alianza. Hata kama mtangulizi wake alijenga baadhi ya vitu, wengi sana hawaendelezi hivyo vitu. Atachukua mwelekeo tofauti kabisa. Ndugu zangu, naomba mtanisamehe, nitatumia baadhi ya mifano. Ni baadhi ya mifano.
naomba kutumia baadhi ya mifano, na katika mifano hii basi ukiona wewe haujaridhika na hii mifano utanisamehe, kwa sababu inawezekana, maana sijui nisemeje, yani hatuangalii tu ubaya wa mtu, lakini tunaangalia mema pia ambayo mtu ameyafanya. Naomba niongee hivi kwa sababu ya upepo ulioko hasa katika hili taifa letu hili la Tanzania. Kwa ndio maana nimeomba radhi kabisa, naomba nisamehewe kwa hili nitakaloliongea. Mnakumbuka kati ya vitu ambavyo mimi naweza kuviona ambavyo ndugu yetu Comrade John Joseph Magufuli alivyokuwa amevianzisha hapa Tanzania. Unaona, niongelee mfano kama daraja lile la Mwanza kule Kigongo Busisi nafikiri. Lilikuwa ni daraja ambalo lilikuwa limefika asilimia fulani. Ndipo mpendwa wetu Magufuli huyu basi akawa ametotoka duniani. Lakini daraja lile limekuja kuendelezwa na mrithi wake, na mpaka sasa limezinduliwa lile daraja. Tuna Tanzanite Bridge iko Dar es Salaam, na lile daraja na lenyewe wakati ndugu yetu Comrade John Joseph Magufuli anaondoka, aliliacha likiwa kwenye hatua fulani karibia na kumalizikia kabisa, na alipokuja mrithi wake akalimalizia lile daraja. Nafikiri unanielewa nikiongea hivi. Lakini kuna baadhi ya mataifa, mimi nimeona kwa sababu naangalia sana hizi siasa za Afrika, baadhi ya mataifa, naona kama taifa la Ghana, yani unakuta kiongozi alianza, huyu aliyekuwepo alianza na hili, alafu hilo jambo, yani huyu mwingine anayekuja hata moja. Ndio maana nikakwambia ndio yako mambo mengine ambayo ndivyo hivyo, lakini mimi naongelea na piki tu yale ambayo naweza kuyaongea. Kwa hiyo sasa hili ndilo ambalo Captain Ibrahim Traore pale Burkina Faso alichoamua kukifanya, ni kwenda na hiyo, kwa sababu China pale wanachagua mtu, wale watu elite, watu ambao wana akili kichwani, na wanamchuja hicho chama cha CCP, alafu mwisho wa siku wanakuja kuwatangazia wananchi, huyu ndio tumemchagua kuwa ndo ataongoza. Hakuna kampeni kule China, hakuna uchaguzi kule China. Ni watu wachache, cabinet ya watu wachache ndio inayoamua hatma ya watu bilioni 1 na pointi kadhaa, watu wa China wote wale. Lakini ni watu ambao wamenyooka hivi kama rula, tofauti na mataifa ya Afrika. Ndio maana nikakwambia Afrika sasa demokrasia tumeletewa, lakini mifumo. Ndio maana nikasema inawezekana pengine mfumo wa demokrasia sio mbaya, labda umeangukia kwa watu wabaya, lakini sio kweli. Demokrasia ni pepo lile, ndugu zanguni. Mimi nakwambia ni ukweli. Marekani ni mnafiki anayesema yeye ana demokrasia, lakini hamna demokrasia Marekani. Ndio maana nimekuwa nikisema hapa, Marekani hata wakichagua mbwa wamchague awe rais, Marekani itapiga hatua na itaenda. Kwa nini? Kwa sababu ya mifumo ambayo wameiweka chini. Ndio mifumo ambayo Captain Ibrahim Traore anataka ichukue hiyo mifumo. Ndugu zangu, mtakumbuka huyu rais wa sasa wa China Xi Jinping, kumbukeni, alikuwa ni katibu wa CCP na baadaye akawa ni rais. Na wakati huo akiwa rais, wakati anaelekea kwenye muhula wake wa ile miongo minne, kulikuwa na mtu ambaye anatakiwa kumrithi. Kwanza ikaonekana yule bwana ana umri mkubwa kuliko Xi Jinping. Alafu pili, ile cabinet, ile committee ya CCP ilivyomtathmini kwenye vipimo vyao, wakaona huyu hawezi. Lakini walipomwangalia sasa, Xi Jinping ni mtu ambaye amepiga hatua kubwa sana. Xi Jinping ni mtu ambaye ameifanya China imekuwa hapo ili. Ndugu zangu, ni China sasa hivi haiishi kwenye wakati, mkumbuke hilo. China inaishi kwenye uwepo. Wachina hawaishi kwenye nyakati. Ndio maana wanaushangaza ulimwengu. Yaani wanafanya vitu ambavyo mpaka watu wengine wanabaki wanashangaa. Hii ni China kweli? Kwa sababu China haiishi kwenye wakati, inaishi kwenye uwepo. Kwa hiyo sasa haya ndio mambo ambayo Ibrahim Traore ameamua kutaka kuyaiga kutoka kwa Mchina. Kwa sababu tunaiga mambo mazuri, hatuigi mambo mabaya, hapana. Kwa hiyo pale sasa walipogundua wa China kwa huyu hapana, huyu ikabidi sasa waweke hicho chama cha CCP. Ndio maana nikakwambia ni mfumo wa uendeshaji wa nchi. China inatakiwa iende wapi, iko wapi na iende wapi. Kile sio chama tena tu kama vyama hivi vya siasa ambavyo tunavyo Afrika huko.
Sio hivyo. Umeona? Yaani kile sasa hivi ni mfumo CCP ya China pale, ni mfumo. Kwa ndio mfumo ambao sasa Ibrahim Traore ametaka na yeye kuuiga. Mfumo huu kuwa cabinet tunaweka. Na mnakumbuka alifuta tume ya uchaguzi nchini Burkina Faso, huyu Captain Traore. Akaiweka chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Yaani kikawa ni kitengo kiko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Sio tume ya uchaguzi baki inajitegemea, hapa alifutilia mbali hiyo. Nadhani ndio maana sasa unakumbuka mifumo hiyo ambayo mwenyekiti Mao Zedong alianzisha, ndio ikabidi Julius Kambarage Nyerere naye asuke mfumo wa Chama cha Mapinduzi ambayo ni CCM. CCM kama CCP. Ndio maana kikaitwa Chama cha Mapinduzi. Sasa Chama cha Mapinduzi cha Nyerere kimeendeleaje? Hilo ndio swali la kujiuliza. Lakini ndugu zangu, ni kiukweli mimi sio mwanasiasa, naomba niongee hivyo nielewe. Naongelea mifumo, kwa sababu mfumo wa CCP ndio mfumo ambao mwenyekiti Julius Kambarage Nyerere aliusuka mfumo wa CCM, Chinese Community Party, Chama cha Mapinduzi, CCP, CCM. Maana hao walikuwa ni ndugu sana. Kwa sababu tumekuwa na ushirika mzuri sana kati ya China na Tanzania. Akasuka huo mfumo wa nini? Mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Na kiukweli ukienda ukiangalia Irani ya Chama cha Mapinduzi, ndio unakumbuka sasa kuwa kwa ndio CCP ilikuwa ni mifumo hii, ndugu zangu. Hawakutaka tu hivi, hawa wenyekiti hawakutaka hivi viwe vyama tu kama vyama. Walitaka ni mifumo ya tuko wapi, tujitathmini, tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Ilikuwa ni mifumo ambayo waliisuka hawa wenye viti. Na ndio maana ukienda ukiangalia ilani hii ya Chama cha Mapinduzi, unaona imenyooka hivi kama rula ikasoma. Lakini sasa kuwaje China imepiga hatua, wengine huku bado hatujapiga hatua. Kuwaje? Ndio vile tunakuja kusema kuwa Biblia sio mbaya, ila waamini wanaoiamini Biblia, au msaafu sio mbaya, ni msaafu mtakatifu, ila waamini wanaoamini katika huo msaafu ndio hivyo. Kwa ndugu zangu, nisiongee mengi. Sasa Captain Ibrahim Traore ameamua kufanya hayo ambayo nimekuambia. Asanteni sana wanaokuwa